mkataba ule, serikali kama kutafuta mkandarasi mwingine, je, Mheshimiwa Waziri yuko tayari kueleza wananchi wa Buchosa wamsikie mkandarasi amepatikana, na kama amepatikana ataanza kazi lini? Mheshimiwa Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mbunge alichosema ni kweli, na tulishatangaza upya hiyo barabara, na sasa tuko kwenye majadiliano na mkandarasi huyo mpya ili aweze kuanza kazi, na tunategemea Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya Juni tarehe 30 tuwe tumeanza kazi hiyo ya kuanza kujenga hiyo barabara ya Sengerema kwenda Nyehunge. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Halima, nimekuona. Ni lini barabara ya Mwai Kibaki inaunganisha daraja la Mlalakuwa inaunganisha Kawe roundabout mpaka Afrikana itapanuliwa ili kupunguza foleni kwenye jiji la Dar es Salaam? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara alizozitaja ziko kwenye mpango wetu wa kuzijenga, na itakuwa pia ni sehemu ya mipango yetu ya kupunguza msongamano wa jiji Dar es Salaam. Kwa hiyo akiangalia hata kwenye vitabu vyetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara alizozitaja ni barabara ambazo zinaenda kutekelezwa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Lois Kamamba. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Kakonko, Kinonko, Ruhuru, Nyakiobe, Guarama, Kabare mpaka mpaka wa Muhange, lini ujenzi wake utaanza kwa kiwango cha lami? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hiyo ni barabara muhimu ambayo pia inaunganisha na mkoa wa Kagera. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tukisha kamilisha usanifu barabara hiyo tutaanza kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Zakaria Isaya na Mheshimiwa Madus mtamalizia. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni miaka mitatu sasa kipande cha barabara ya Mbulu Garbabi kilomita 25 mkandarasi ameitelekeza na huduma imekuwa mbaya sana ya usafiri. Nini kauli ya serikali kuhusu mkandarasi huyu ili kwenda kutengeneza hiyo kipande kwa huduma ya kwanza ile ya barabara ya udongo na baadaye mradi wa lami? Majibu Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii tayari na mkandarasi na alishaanza kazi, na nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Mbulu tayari serikali imeshamlipa sehemu ya malipo aliyokuwa anayadai, na kwa hiyo nimwagize meneja wa mkoa wa Mara kuhakikisha kwamba anamuhimiza mkandarasi arudi site na kuanza kuijenga, na hasa yale maeneo yaliokuwa yote yamekwama, hasa zile diversion, ili kusiwe na mkwamo wa usafiri katika eneo hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mandus. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaishukuru serikali kwa kuipandisha hadhi kipande cha barabara kutoka Kilimarondo kwenda Lumesule. Ni nini mpango wa serikali Mheshimiwa Mwenyekiti kujenga barabara ya kutoka Kilimarondo, Mbondo mpaka na Chingoya kwa kiwango cha lami? Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ikishapandishwa hadhi, kwanza ni kuijenga na kuweka katika barabara ambazo zina hadhi ya TANROAD, na baada ya hapo barabara hiyo itasanifiwa ikiwa ni mpango wa kuijenga kwa kiwango cha lami. Kwa hiyo kwanza kutoka kwenye kiwango ilichokuwa cha TARURA lazima tuipandishe kwenye viwango vya TANROADS, alafu tuisanifu kwa ajili ya kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge, na kushukuru sana.